تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتلقنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حارق فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد إخواني في الله أحباب رسول الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل جلاله. على المرء أن يعرف أن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك لأي الدار تختار. Ndugu Waislamu wapenzi na wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni lazima kila mmoja atambue ya kuwa hakika ya mauti ni mlango na watu wote wataingia kupitia mlango huo. Na laiti ungelijua kuna makazi gani baada ya mlango huo. Baada ya mlango huo kuna makazi ya neema kwa yule ambaye aliyekuwa tayari kuyatenda matendo yenye kumridhisha Allah jalla jalaluh. Lakini baada ya mlango huo kuna makazi mabaya, kuna makazi ya motoni na kuna makazi ya shari kwa yule ambaye aliyekuwa tayari kufanya matendo yenye kumuudhi na kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndio makazi mawili tu kwa mtu. Hana mtu makazi mengine yasiyokuwa moja ya mawili hayo. Ichunguze nafsi yako ndugu yangu, iangalie nafsi yako ndugu yangu, itizame nafsi yako ni makazi yapi itachagua baada ya mlango huo. Inna mawdhu'a khutubatina al-yawm inwanuha yaqul asraru ayati min ayati al-Qur'an. Hakika mawdhu ya khutuba yetu ya leo, kichwa chake cha habari kinasema siri zilizopo ndani ya aya miongoni mwa aya za Allah za Qur'ani tukufu. Siri zilizopo ndani ya aya miongoni mwa aya za Qur'ani. Wa ajaibu hadhihi al-aya fi al-Qur'ani. Leo tutaishi na maajabu ya aya hii ndani ya Qur'ani tukufu. Wa ma fadhailuha fil kitabi was sunnah. Leo kwa uchache kabisa na kwa ikhtisari ya hali ya juu katika mimbari hii tukufu biidhnillahi jalla jalaluh, tutaishi na fadhila za aya hiyo ndani ya Qur'ani kwa mujibu wa Qur'ani na sunna. Ikhwani fillah, hadhihi al-aya a'dhamu fi kitabillah. Aya hii ndugu zangu ni aya tukufu kabisa ndani ya Qur'ani tukufu. Wa man qara'aha dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil janna illa an yamut. Aya hii yoyote yule atakayeisoma kila mara baada ya swala ya faradhi, basi mtu huyo hakutokuwa na kipingamizi chochote cha kumzuia yeye kuingia katika pepo isipokuwa ni kifo. Ikhwani fillah, ayu hadhihi al-aya, aya hiyo ni gani ndani ya Qur'ani tukufu? Am hiya 58 aya fi surati Yasin. Je, ni aya nambari 58
inayopatikana ndani ya surati Yasin, salamun qawlan min rabbir rahim? La wallah. Am hiya ayatun fi surati Nur? Allahu nuru samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun. Au ni aya inayopatikana ndani ya surati Nur inayosema Allahu nuru samawati wal ardh? La wallah. Au ayatun min surati al-Ikhlas, au ni aya zinazopatikana ndani ya surati Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mimi sizikusudii aya hizo jamani. Aya hizo na nyingine ndani ya Qur'ani tukufu zina siri ni nzito kabisa, na maajabu yake ni automatically kutoka kwake Allah jalla jalaluhu. Ayu ayatin hadha, ni aya gani hiyo sasa? Ala wa hiya ayatul kursi. Hiyo ndugu zangu ni ayatul kursi. Leo katika mimbari hii adhim tutaishi na aya hii, ayatul kursi. Aya hii ndugu zangu ni aya inayopatikana ndani ya suratul Baqara, ndani ya sura ya pili, katika juzu mwanzoni kabisa mwa juzu ya 3, aya nambari 255. Tusikilize Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إخواني في الله، هذه الآية ليست كلمات عادية. maneno ya aya hii ndugu zangu si maneno ya kawaida kama wanavyochukulia baadhi ya watu. Tusikilize aya hii ina nini ndani yake. Awalan, kwanza kabisa, ayatul kursi hiya hisnul iman. Ayatul kursi, aya hii ndugu zangu ni ngome ya iman. Wa hiya silahul mu'min, aya hii ni silaha ya mu'min. Wa hiya hifdhullahi li'abdihi, aya hii ndugu zangu ni kinga na ni ulinzi wa mu'min wa Allah kwa waja wake. Katika hadithi ya Ubay bin Ka'b, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alipata kumchallenge sahaba huyu, akamuuliza, akamuita, akamwambia, naomba unieleze, naomba unitajie ndani ya Qur'ani tukufu ni aya gani ambayo ni nzito, ni aya gani ambayo ni tukufu zaidi ndani ya kitabu cha Allah. Akataja mwamba huyu, akasema hiyo ni ayatul kursi. Katika hadithi ambayo ni sahihi aliyoipokea au aliyoihadithia sahaba huyu Ubay bin Ka'b, ambayo unaweza kuitizama katika sahihu Muslim kwa nambari 810, lakini katika sharh ya al-Imam an-Nawawi kwa nambari 1733, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuita akamwambia, ya Abal Mundhir atadiri ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Ewe Aba Mundhir, hebu nieleze, unaitambua ni aya gani ambayo ni tukufu zaidi katika kitabu cha Allah? Qala ayatul kursi, akajibu akasema hiyo ni ayatul kursi. Fadharaba fi sadri, akasema waqala liyahnika al-ilm ya Abal Mundhir, akasema Abal Mundhir Ubay bin Ka'b ndio yeye, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akanipongeza, akapiga katika kifua changu namna hii, akampongeza, akamwambia hakika umejaliwa na umebarikiwa ilmu Aba Mundhir. Katika tafsir ya Ibn Kathir anasema Imamu Ibn Kathir, aya hii ni aya tukufu sana inayobeba tauhidi ya Allah kwa ukamilifu wake. Lakini
Hilo moja. Aya hii imeelezea ukweli wa kuelezea kabisa sifa zake Allah jalla jalaluhu. Akaelezea akasema, hakika aya hii pia imeelezea uhai wake na uwepo wake Allah jalla jalaluhu. Kisha akasema pia aya hii imeelezea ilmu yake Allah jalla fi'ala, aliposema wala yuhituna bishai'in min ilmihi illa bima sha. Kuna kitakachomzuia mtu huyo na kuingia peponi mu'min anapomaliza swala yoyote ile ya faradhi kisha akaisoma aya hii, ayatul kursi, hakuna kitakachomzuia yeye kuingia janna isipokuwa ni kifo baada ya hapo. Katika hadithi iliyokuja katika Sunanun Nasai katika kitabu cha al-ilmu al-yawmi wal-layla ukurasa nambari 100, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man qaraa ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil janna illa an yamut. Yoyote yule atakayeisoma ayatul kursi kila baada ya swala ya faradhi, hakuna kitakachomzuia yeye mtu huyo kuingia janna isipokuwa ni kifo. Aya hii ndugu zangu ni kinga ya nyumba. Aya hii ni kinga ya nyumba kwa idhini ya Allah jalla jalaluhu. Katika maelezo kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud fi maana anna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi ayat al-kursi, shaytani haingii katika nyumba yoyote ile ambayo inayosomwa ndani yake ayatul kursi. Maelezo hayo unaweza kwenda kuyatizama katika kitabu cha Abi Shayba mujarradi wa 6 ukurasa nambari 148. Ndugu Waislamu, wana wavyoni sasa wa Kiislamu wanakubaliana ya kuwa aya hii ni aya kubwa kabisa katika ruqya dhidi ya sihiri, uchawi na mambo yote ya kihovyo, hasadi na mambo yote yanayotokana na kishetani. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma Qur'ani tukufu kwa kinga na tiba kwa ujumla wake. Wakala Imamu Nawawi anasema yustahabu qira'atu ayatul kursi lilhifdhi wattahassun wa hiya min a'zamil adhkari naf'an wa akbariha baraka. Imam Nawawi anasema kusoma aya hii ayatul kursi kwa kinga na kujilinda kwa Allah ni katika sunna, lakini akasema aya hii ni katika dhikri iliyo kubwa kabisa na iliyokuwa bora kabisa na miongoni mwa dhikri zilizokuwa tukufu kabisa, na ni jambo lenye faida kubwa mbele ya Allah jalla fi'ala. Sasa ninataka kuuliza swali, na jibu la swali hilo lipo kichwani kwako wewe Muislamu. Ala al-abai, kwa upande wa kina mababa, wa ala ummahati, na kwa upande wa wanawake. Fakam minan nas, ni wangapi katika watu leo hii hawaifahamu Qur'ani tukufu? Aya kama hii hawaijui, aya kama hii ayatul kursi hawaifahamu, na wala hawana mpango wa kuifahamu wala kujifunza, na wala hawawafunzi watoto wao kuisoma Qur'ani, bali wao ni wapenzi wa kupenda miziki na mipira. Jambo hili la kupenda mipira au jambo hili la mipira liwe limekubalika am halijakubalika, tunasema hatutoacha kulifanya na kulizungumzia na kulikemea, kwa sababu wengi katika Uislamu wamekuwa ni wazembe. Qur'ani hawataki kuisoma na wala hawataki kuwafunza watoto wao Qur'ani tukufu. Wao na mipira na wao na kusikiliza nyimbo na wao. Utafikiri siku ya Kiyama ataenda kuulizwa nani alikuwa mchezaji bora wa mpira duniani, nani alikuwa ni mwimbaji bora wa muziki duniani. Waandae majibu mazuri ya kwenda kumjibu Allah siku ya Kiyama. Ndugu Islam, sikiliza uzito, maajabu ya ayatul kursi. Hata Ibilisi mwenyewe anafahamu uzito uliopo ndani ya aya hii, ayatul kursi. Moja katika masiku Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kumweka moja katika masahaba wake awe mlinzi wa hazina za Waislamu. Mlinzi huyu alikuwa ni moja katika masahaba zake anaitwa Abu Huraira, moja katika wapokezi wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Huraira amekabidhiwa jukumu la kusimamia mali za Waislamu. Siku moja akamkamata Ibilisi, anataka kuiba mali za Waislamu. Kumkamata akamwambia, tafadhali naomba uniachie, nitakuelekeza maneno ambayo ya ajabu yatakuwa manufaa kwako mbele ya Allah jalla jalaluhu. Ni kipi kilichotokea na ni yapi yaliyojiri?
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani fillah, usikum marrata thaniya wa usi nafsi al-muqassirata fi taqwallahi jalla jalaluhu wa as'alullaha al-'aliyya al-'azima an yaj'alana min al-muttaqin wa an yahfazana min bayni aydina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udhu bi an nukhtara min tahtina innahu ala kulli shay'in qadir. Waislamu, narudi kwenu kwa mara nyingine kupata kukuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kuitekeleza amri ya Mola wangu, na ninamwomba Allah jalla jalalu aweze kutuhifadhi, aweze kutupamba kwa ucha Mungu, atuhifadhi mbele yetu, nyuma yetu, kuliani kwetu, kushotoni kwetu, juu yetu na hata mpaka chini ya nyayo zetu, kwani yeye ni muweza juu ya kila kitu. Ikhwani fillah, fi hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu wa arda annahu qala wakalani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bihifdhi zakati Ramadhan فأتاني آتي فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليته عنه فأصبحت فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة فقلت يا رسول الله شكا حاجته شديدة وعيالا. Hadithi ambayo ameisimulia Abu Huraira, na tunafahamu Abu Huraira ni mpokezi mkubwa kabisa miongoni mwa wapokezi wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anaelezea, anasema siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alinipa mimi jukumu la kusimamia mali za Waislamu. Usiku mmoja nikamfuma bwana mmoja akiwa anakusudia kuiba chakula cha Waislamu. Ilikuwa ni zaka ya Ramadhani. Anasema nikamkamata, nikamwambia kwa hakika ninakufikisha mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule bwana akasema, ninaomba uweze kunistiri. Mimi nina haja, mimi nina mahitajio, mimi nina njaa, mimi nina familia, nahitaji msaada, nina kadha na kadha na kadha, ninaomba msaada wako na unistiri. Abu Huraira akamwonea huruma, kisha baada ya hapo akawa ni mwenye kumwachia. Ukacha asubuhi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuita, akamwambia Abu Huraira, hebu nipe habari za yule mwizi wako wa jana uliyemkamata, ilikuwaje? Abu Huraira akamwelezea habari ilivyokuwa, kisha baada ya hapo akamwambia, nimemwachia kwa sababu nimemwonea huruma. Mtume akamwambia, kwa hakika huyo ni muongo. Akasema huyo ni muongo, na kesho yake atarudi tena. Kesho yake akarudia kama alivyokuja jana yake, ikawa kama ilivyokuwa mwa awali. Akasema ninakupeleka kwa Mtume, lakini angalia bwana huyu akatoa udhuru, akasema naomba unistiri na usinipeleke huko, kwa hakika mimi nina matatizo. Abu Huraira huruma ikamjia tena, akamwachia. Baada ya kumwachia Mtume sallallahu alayhi wasallam, asubuhi yake akamuuliza, ikawa kama vile. Lakini siku ya tatu sasa Abu Huraira akamkamata. Alivyomkamata akamwambia, la arfa'annaka ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wallahi ninakupeleka sasa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza Ibilisi alichokizungumza, akamwambia ya kuwa da'ni uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha, naomba uniachie, nitakufundisha na nitakuelekeza maneno ambayo yatakunufaisha mbele ya Allah. Ibilisi huyo. Sasa masahaba necha yao wakielezewa jambo la Allah anasita kidogo na anakuwa hafanyi haraka. Tunatambua vitimbi na vituko na ukali wote wa Sayyiduna Umar, lakini Umar anapotajiwa neno Allah, ukali wote anauacha huko. Hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba. Lakini Waislamu wa leo, umtajie tu mwanamuziki fulani kaimba mwimbo fulani unagusa baba, utamuona anakuambia da, ni kweli kabisa na nimejifunza kitu kupitia mwimbo huo. Lakini wenzetu hawakuwa hivyo. Sahaba huyu Abu Huraira akasita, akasema hebu unataka kusemaje? Sikiliza maneno aliyomwambia huyu mwamba. Akamwambia, idha awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Akamsomea Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum mpaka mwisho aya.
Akamwambia unapoelekea katika kitanda chako kulala, ukaisoma aya hii, Ayatul Kursi, fa innahu la yazalu alayka min Allahi hafidhun. Akamwambia kwa hakika Allah hatoacha kukuhifadhi katika usiku huo. Allah hatoacha kukuhifadhi, maana Allah atakuhifadhi, kinga yako itakuwa kwa Allah. Leo sisi kinga zetu tunaenda kuchukua hirizi. Leo sisi kinga zetu tunaenda kwa waganga. Mwambia bwana, nyumba yangu ina vimbwanga na vituko, ninaomba unipe hirizi itakayonilinda mimi nyumbani kwangu na wanangu. Usiku mchanga katika nyumba hatulali, manyau nyau kila siku zinajililinda katika nyumba. Nakwambia usijali, kuna wachawi jirani zako wanakuja kukutembelea usiku. Unapewa hirizi na unarudi nayo nyumbani. Ukifika unaweka kwenye mto, unalala nayo, ndio mlinzi wako. Angalia, Ibilisi hakumwambia hivyo. Ibilisi, unajua kwamba Ibilisi ndio kila kitu. Lakini akamwambia angalia kinga yako. Abu Huraira, nakuomba uniachie usinipeleke katika mahakama. Kinga yako ni Ayatul Kursi. Allah atakuhifadhi na atakulinda. Alafu kubwa zaidi akamwambia wala yaqrabuka shaytanun hatta tusbiha. Shaitani hatokusogelea wewe mpaka asubuhi yake. Asubuhi ulivyo kukucha, maana yake alimwachia. Abu Huraira akamfuata Mtume akamkabili. Akamwambia ya Rasulullah, imekuwa hivi bwana, yule bwana nilimkamata, lakini alichonielezea mimi ni hiki. Unasemaje? Mtume akamwambia innahu qad sadaqaka wa huwa kadhabun. Alichokueleza ni kweli kabisa, ni sahihi kabisa, ijapokuwa yule bwana mwenyewe ni muongo. Hii ni hadithi unaweza kuitizama katika Sahihu Bukhari katika kitabu Fadhailul Qur'ani fi babi fadhli suratul Baqara, ukurasa nambari 2000 au ni hadithi nambari 2311, na katika Musnadi Imamu Ahmad juzu ya 3 utaweza kuipata hadithi hii. Ndugu Islam, aya hii ikisomwa katika nyumba yoyote ile, utulivu hupatikana ndani yake. Naam, ikisomwa Ayatul Kursi ndani yake hupata, na nyumba hiyo huwa na utulivu, sio muziki. Lakini Qur'ani pekee ndio inaleta utulivu katika nyumba, sio mambo ya kipuuzi na mambo ya kishetani. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa watu wa Qur'ani. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala afungue vifua vyetu viweze kuipokea na kuisoma Qur'ani tukufu. Tunamwomba Allah awahifadhi vijana wetu, awajalie wawe ni vijana wa Qur'ani, wasiwe vijana wa muziki na vijana wa kupenda mipira. Namwomba Allah atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka alhuda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka alhuda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina.